This is the voice of the bishops. Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria, Jimbo Kuu la Nyeri. Mwanangu, tega sikio, wasiani na kupa. Dunia inapita, achana na mama yake. Usikubali kukosana na mtu kwa sababu yoyote ile. Ikiwezekana umsamehe na Wakenya, Wakristo na watu wa nia njema, ni kweli tumeshuhudia mambo ambayo hatuwezi sema ni mazuri kati ya hawa wana wetu, watoto wetu walio mashuleni, hata wale walio wanarika wakubwa kiasi, ambao wakati mwingine tunaona ni kama wameshikwa na nia ya uharibifu, wameshikwa na kutoka katika maadili ambayo ni ya Ukristo, maadili ya ubinadamu, na labda tunawalaumu kwa matendo yao mabaya, kwa mtindo, na hata tunasema wamekosa kufuatilia njia bora. Lakini labda sisi Wakristo, watu wazima, wazazi, ni wakati wa kujichunguza dhamiri zetu, kwa sababu nafikiri kosa kubwa ni yetu, sio tu yao, kwa sababu wengi wetu tumesahau kazi yetu ya uzazi, malezi bora na kuwaelekeza watoto wetu. Tumewaacha bila kuonyesha njia, ama sisi wenyewe tumeonyesha njia ya kukataa amri za Mungu, njia za kuwa ukora katika yale tunayofanya, kutokuwa waaminifu. Tumeonyesha kwamba hata sisi tunafuatia njia za ufisadi katika maisha yetu. Ndio maana wamesoma masomo mabaya, kwa sababu hatukuwepo kuongoza katika njia inaofaa. Nakumbuka Yesu mwenyewe akiwa mtoto alipotea wakirudi kutoka Yerusalemu, na kupotea kwake kulikuwa kwamba alikuwa labda na marafiki, alikuwa labda na wenzake, na wazazi wake wakamkosa katika msafara, wakarudi kule Yerusalemu. Na mwakumbuka walimpata kule hekaluni akiongea na wazee na wale walikuwa wakubwa wa hekalu, na mama yake na baba yake mlinzi Yosefu wakamuongelesha. Twasoma katika Luka surani ya 2 kutoka mstahari wa 46. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa, na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akamwambia, "Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilomwambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mama yake aliyaweka haya yote moyoni mwake. Wakristo, Wakenya na watu wa nia njema, labda sisi tumesahau kazi bora ambayo Mungu amewapa wazazi, ya ulezi, ya kuonyesha watoto wetu tabia njema, njia ya kukua katika ubinadamu na kukua katika Ukristo. Hii ni fursa ya kurudi katika mafundisho ya uzazi. Labda tumeichukua kama tu ni jambo rahisi ya kuwa na mtoto nyumbani, na tumesahau ni kazi ya ujenzi wa roho, ujenzi wa maadili, ujenzi wa akili, ujenzi wa utii, ujenzi wa kuwa tunawakaribia na kuwakaribisha katika kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Basi leo ningetaka kuwaomba wazazi, turudie yale muhimu katika malezi bora. La kwanza, heshima. Lazima tuwakosoe, tuwa
tuwaalike watoto kurekebisha tabia wanapokosa. Lazima tuwaonyeshe kwamba la muhimu sana ni heshima. Heshima kwa wote, kwanza kwa wazazi, pili kwa wale wanaotuzingira hasa wazee, na hata kwa yule ambaye hana nguvu. Labda tumeweka sana kuhimiza kwamba watoto wana haki kanisani, labda hata tunaweka mahali pa PMC ambapo watoto wadogo wanakaa, na tunasahau kuwafundisha kwamba wakienda mahali pengine, kiwa kuna mzee, wampe heshima, wampe kiti, wasimame. Sisi tumebadili heshima na tukaweka haki. Hawa watoto hata nyumbani wanakuja wanaasha televisheni, na wakishaiasha sisi hatuambia hapana, kuna wageni, zima, kwa sababu tunaona ana haki. Badala ya kumrekebisha, kumkosoa, kumwelekeza, kuweka boundaries, yani kuweka mipaka ya vile inavyopaswa afanye. Heshima ni jambo kuu ambalo lazima tuwafundishe watoto wetu. Heshima katika shule, lazima waelewe kwamba heshima kwa walimu, heshima kwa wote waliomo, na hata heshima kwa walio na dhiki, walio na shida, walio na ulemavu, kuwasaidia. Baada ya heshima ni kuwa na moyo wa huruma. Tuwafundishe watoto wetu kujitolea kusaidia, kujitolea kuwepo, ili yule ambaye ana shida akaweza kupata upendo. Ni kwa sababu huruma ni sura ya upande huo mwingine wa upendo ambayo tunakiri katika imani yetu. Huruma na upendo. Wazazi wetu, labda inapaswa turudi katika kuwaonyesha watoto wetu msingi wa maisha ni uhusiano wetu na Mungu. Wewe baba, wewe mama, unamfundisha mtoto wako sala? Wewe baba, wewe mama, mnasali na watoto wako? Mnakula pamoja? Kwa sababu asipomuona baba akisari rozari, akipiga magoti, akiomba, akienda kanisani, huyo mtoto hataweka manani na hataweka kujua kwamba ni jambo la maana sana kuwa na uhusiano na Mungu. Wazazi wengi wanaomba, wanakuja maombi na sala wakati kuna dhiki na shida, labda ugonjwa, labda kifo, lakini Jumapili wanalala. Jumapili hawaendi kanisani. Jumapili wanalemewa katika kitanda. Wengine wana shughuli. Je, wewe umejitolea kumwonyesha mtoto wako kwamba sala ni za maana? Na waomba tukienda kanisani tuende tukiwa kama familia. Basi ombi langu leo, turudie uzazi, masomo ya uzazi bora, malezi bora, ili tuweze kuweka manani ya heshima, ya upendo na huruma, ili hawa watoto wetu waweze kukua na njia ya umungu na ya ubinadamu tosha. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Rafiki mbaya, usije ukapotea dunia yenye giza. This is the voice of the bishops.